katika kipindi chetu. Nikaribishe sana katika kipindi chetu. Karibu sana katika kipindi chetu. Na tutakuwa tukiendelea na changamoto zingine ambazo zimekuwa zikiwarudisha watu wa mradi wa kuku. Fanya vizuri katika mradi, labda umekuwa uko tayari kwenye mradi, sasa umekuwa unakutana na changamoto. Changamoto zipi ambazo umekuwa unakutana nazo? Tulikuwa tumeangalia katika kipindi kilichopita kwa kiasi kikubwa mno kuhusiana na uchaguzi wa mbegu kama sehemu ya changamoto ya kwanza. Nafikiri kama umefuatia hicho kipindi utakuwa umeweza kunufaika, kwa sababu tumezungumza kwa muda mrefu na kwa mapana yake kwa sehemu. Kwa hiyo tutakuwa tukiendelea, kwa sababu tulitaja changamoto 6. Tulisema changamoto ya kwanza ni uchaguzi wa mbegu bora. Changamoto ya pili ni eneo la kufugia. Changamoto ya pili ilikuwa ni eneo la kufugia. Changamoto ya 3 ni udhibiti wa magonjwa. Changamoto ya 4 ni issue ya lishe na chakula. Changamoto ya 5 ni taarifa sahihi. Kabla taarifa sahihi ni soko imara. Na mwisho kabisa ni taarifa sahihi. Tutakuwa tukiendelea na changamoto nyingine. Kama una swali lolote uliza kwenye comment, alafu baadaye nitakapokuwa nikimalizia basi nitaweza kujibu maswali yako. Na kwa sababu kama uko interested kuwa kupata namba yetu, basi nikuandikie hapo. Andika neno program WhatsApp 0761825808. Andika neno program kwenye WhatsApp, alafu utaweza kupata mwongozo wa kitu gani ambacho sisi tunafanya. Kama unataka kupata taarifa zaidi kuhusiana na sisi. Lakini jambo la msingi, sikiliza kwa makini haya ambayo nitakwenda kukufundisha, yatakusaidia mbele ya safari. Let's go. Karibu sana. Naamini unaendelea kufuatilia na naamini kuna kitu ambacho unapata. Kuna kitu ambacho unapata. Kumbuka leo ni siku ya 5 toka tumeanza haya masomo. Kwa hiyo binafsi yangu naamini kuna kitu unapata. Mimi nikiona tu mtu mmoja anafuatilia, kwangu inanipa nguvu ya kesho tena kuja na kitu kingine ambacho kitakusaidia. Kwa hiyo hakikisha unayafanyia kazi, yatakusaidia siku moja. Tuangalie kuhusu eneo la kufugia kama sehemu ya changamoto pia, ambayo inaweza ikakurudisha nyuma kama usipokuwa makini, lakini pia inaweza ikakukatisha tamaa. Na tunapozungumzia eneo la kufugia, tunamaanisha vitu vikubwa viwili. Cha kwanza tunamaanisha banda lako liwaje katika mradi wa kuku. Lakini cha pili tunamaanisha mfumo wa ufugaji. Hivyo vitu viwili ndio vinabeba eneo la kufugia. Sasa watu wengi sana, hususan wale ambao wanatufuatilia sisi kwenye mitandao, tumekuwa tukishare pia banda letu ambalo tumekuwa tukilitumia. Maswali kama banda lenu shilingi ngapi, napataje hilo banda, sijui nini, yamekuwa mengi sana. Sisi haya maswali huwa hatuwezi kuyajibu kama mnavyouliza. Banda shilingi ngapi, labda milioni 2. Banda shilingi ngapi, labda 500,000. Watu jibu hayo maswali, kwa sababu hayawezi kukusaidia. Hayawezi kukusaidia. Ingekuwa kama kipaumbele chetu ni kutengeneza pesa za mfumo huo, tungefanya pesa nyingi sana. Lakini sicho ambacho tumeitiwa katika mradi wa kuku. Sisi kazi yetu tumeitiwa kukusaidia kupata mafanikio katika mradi wa kuku. Sio kukusaidia kuwa na banda ambalo hatujui kitu gani kinaenda kuingizwa kule ndani. Sasa nisikilize vizuri katika hili somo, litakusaidia kwa nini watu fanye hivyo. Unapozungumzia banda la kuku, linategemea na mambo yafuatayo. Sio kila banda linafaa kila kuku utakaofuga. Cha kwanza kabisa, banda linategemea na aina ya kuku unaenda kuwaweka.
Kwa mfano, kuku wa asili hawahitaji banda kama lile. Kuku wa asili hawahitaji banda la kuwafanya washinde majira yote katika hilo banda. Kuku wa asili wanahitaji kupata kibanda ambacho watafichama usiku, wasipigwe na baridi, alafu kukisha kucha watafute mtaa kwenda kutafuta chakula. Sasa unataka kujenga banda ambalo utawahifadhi mle ndani, watakaa masaa yote, watakaa muda wote, uanze kuwalisha. Haiwezekani. Kuku wa kienyeji hawafugi kwa mfumo huo. Kama unafuga for fun, unafuga kama tuseme ya ili mradi usikose nyama na mayai sawa. Lakini haingia akilini kama unaweza kaingia kwenye banda la milioni, banda la 500,000, alafu kasema nataka nifuge kuku kwa ajili ya kuishi nao, au kwa ajili ya nisikose sikukuu zinakaribia, nisikose nyama na mayai, nisikose chakula. Hiyo sio mambo ya biashara. Lakini tunapozungumzia biashara, manake kila kitu kumradhi, kila kitu kinafanyika kwa mahesabu. Kwa hiyo banda cha kwanza inategemea na aina ya kuku unaenda kuwafuga. Lakini pia labda hii niweke sawa kwa sababu isika confuse pia. Wacha nitoe maana yake nini. Kuku wa asili ukiwafungia hutapata chochote. Kwa sababu kitaalamu ni kuku ambao wanatakiwa wajitegemea. Ukiwafungia utawalisha. Na ukiwalisha hautawalisha viporo wala hutawalisha pumba. Itabidi uwalishe lishe kamili. Ikiwa utawalisha lishe kamili, kiwango cha pesa watakachokula hakitaendana na kiwango cha watakachokupatia. Kwa sababu kitaalamu tunasema wanataga mayai 36 mpaka 60 kwa mwaka. Wastani mayai 4 kwa mwezi. Wanakula kwa siku shilingi 140. Ukizidisha mara mwezi wanakula 4200. Ukiangalia mayai watakayotaga kwa mwezi 4. Ukienda kuuza kwa Mchagaa akikupendelea 401. Jumla mara mayai 4 1600. Wamekula 4200, wamekupa 1600. Hapa natuanga maji kwenye kinu. Very simple. Kwa hawaendani kile ambacho wanakula na kile ambacho wanazalisha. Ndio wanaitwa local chicken. Wanaitwa indigenous chicken. Ni kuku ambao wana uwezo wa kujitafutia chakula. Kwa kama utawafuga kwenye mazingira ambayo wakiamka asubuhi wataenda watatafuta mtaa, watatafuta chakula, afu jioni watarudi, hiyo sawa kabisa. Hiyo ni sawa kabisa. Nafikiri nimekuingia kidogo. Unataka kufuga kuku wa chotara, inategemea banda lake unajenga kwa mfumo gani. Kwa sababu inategemea unataka wakupe mayai aina gani. Je, wakupe mayai ya chakula au wakupe mayai ya kutotolesha? Kwa mfumo utakao utumia kujenga banda itategemea. Kwamba nataka niweke chotara, lakini malengo yangu ni yapi? Nataka niweke chotara ili nipate mayai aina gani? Kwa sababu kuna mayai ya chakula na kuna mayai ya uzalishaji. Chotara wanatupatia. Sasa kama unataka kuweka kuku wa chotara kwa ajili ya mayai ya uzalishaji, mayai ya uzalishaji yana sifa 12. Mayai ya chakula yana sifa 3 tu. Yawe na kini cha njano, yawe na ladha, yawe na harufu, imeisha. Sasa ili zile sifa 12 zitimie, pia mfumo wa banda unachangia kwa asilimia kubwa. Sasa ni vipi tujadili kwamba banda shilingi ngapi wakati hata tujui kwamba unaenda kufuga kuku aina gani? Ndio maana sisi watu tunakupa option mbili. Tunakwambia sikiliza. Mabanda yale tumeyaweka kwenye Instagram. Tumeweka picha zake kabisa. Lakini watu usishare kila siku. Wewe kama ndio kwanza leo unatuona, kazi ya kwanza ulionayo ni kuyasearch posti za nyuma kabisa mpaka uyaone, kwa sababu tumeweka picha zake. Ukiziona hizo picha, mtafute fundi akujengee kama unavyoliona. Ila kama utataka sisi tuhusike, sisi huwa hatufanyi shortcut. Hatuna program yoyote sisi ambayo ni ya shortcut. Tutakwambia hivi, pata utaratibu wa program zetu. Tuna program ambazo zinahusisha mabanda ndani yake. Unafanyaje? Unacheki na sisi WhatsApp, unatufuatilia, tunakupatia utaratibu wa program zetu, then tunajua jinsi ya kukusaidia. Simple and clear. Lakini pia kama unataka kufuga kuku wa kisasa, inategemea kama ni layers au ni broilers, hayo yote yanategemea. Kingine ambacho kinategemea na eneo lako ni kitu kinaitwa mfumo wa ufugaji. Kwa maana ipi? Kuna mifumo mitatu ya ufugaji. Kuna ufugaji wa ndani, kuku anashinda masaa yote huko ndani. Kuna ufugaji hulia, kuku anashinda nje masaa mengi. Na kuna ufugaji nusu hulia. Kwa hayo yote yanachangia tujenge banda letu au mfumo wetu wa ufugaji
eneo letu litachangia vipi katika swala zima la mradi wa kuku. Sasa kwa nini ni adui? Ni hivi, usipokuwa makini, banda huwa linakula pesa nyingi sana. Kuna mtu anakuambia, mwalimu subiri, wacha mimi nijenge banda, alafu nitakuja kwenye hizo program zako. Naambia okay, haina shida. Nenda kajitafute, jenga banda. Ukishajenga banda, njoo. Utaingia kwenye program. Nitakufundisha jinsi ya kujenga banda bora. Tutabomoa, tutaanza upya. Hapo vipi? Inakuwa sawa? Tutabomoa, tutaanza upya. Kwa nini sasa? Sasa unaingiaje kujenga banda na hauna ufahamu? Sasa kama unajua kabisa kwamba mimi na program ya kukufundisha kuhusu mradi wa kuku, na kufundishaje program ambayo haihusishi banda? Usipokuwa makini, unaweza ukatumia pesa nyingi ukajenga banda lisilo na uhakika, lisilo na vigezo, ukaje kubomoa baadaye. Kingine huwa inakuwa hivi, kuna kitu kinaitwa sifa za banda bora. Of course kuna sifa 7 za banda bora, sitaweza kuzitaja zote hapa, lakini sifa moja wapo inasema mzunguko wa hewa. Kuku hawahitaji upepo, kuku wanahitaji mzunguko wa hewa. Kuku hawahitaji baridi, kuku wanahitaji mzunguko wa hewa. Sasa ukikosea, badala ya kuku wapate hewa wakapata upepo, hawataishiwa mafua kwenye banda lao. Ndio maana muundo wa banda la Arusha kwenye baridi na muundo wa banda la Dar es Salaam kwenye joto ni vitu viwili tofauti kabisa. Asa wale waangaliaji wa kwenye Google na kwenye YouTube, kwenye Pinterest, kuangalia banda hili ndio zuri, nijenge kama hili, bila kujua sifa na vigezo vya banda kwa mazingira husika. Oho. Kuku hawataishiwa mafua, utatibu mpaka kieleweke. Mwisho siku nasema nimerogwa au hakuna cha kurogwa, ulikurupuka. Kwa ujenzi wa banda nimesema cha kwanza unategemea aina ya kuku, cha pili unategemea na gharama, budget ulionayo. Hatuwezi kuwa tunashare pale kwenye Facebook, kwenye Instagram, kila mtu anayeuliza banda yenu shilingi ngapi? Milioni 2. Banda yenu shilingi ngapi? Milioni 2. Banda yenu shilingi ngapi? Milioni 2. Mtu ana 200,000. Tunapoteza muda, tunapoteza energy yako bure kabisa. Banda yenu shilingi ngapi? Milioni 2. Mtu ana shilingi ngapi? Ana milioni. Haya, anachotaka kufanya kinaendana na cha kwetu? Hamna. Sasa nini? Haina maana. Kwa banda linajengwa kutegemea na aina ya kuku, gharama, lakini pia mazingira. Bajeti yako ndio inatakiwa iamue tujenge banda la kiasi gani. Aina ya kuku unayotaka kuwafuga inabidi ndio iamue tujenge banda la namna gani. Aina ya materials zinazopatikana katika mazingira yako ndio zitaamua tujenge banda la aina gani. Very simple. Wala tunahitaji complicate vitu. Mfuko wako, bajeti yako ndio inatakiwa iamue. Sasa ili iamue vitu gani vya kuzingatia? Sifa za banda bora. Kila mtu anaweza kujenga banda la design tofauti isipokuwa sifa za banda bora. Zile sifa za banda bora lazima tuzingatie. Tukizingatia hizo sifa za banda bora, basi hapo tunaweza kufanya vizuri. Na kitu kingine, kuna aina ya mabanda, kuna makundi ya mabanda, lakini pia kuna ndani ya banda kuwaje, lakini pia kuna kanuni ya banda. Hayo yote lazima tuyazingatie ndio tuweze kufanya. Sasa inakuwaje ni adui? Inakuwaje ni changamoto? Kwanza kabisa, wafugaji wengi wanafikiri akiwa na banda amemaliza mradi. Sio kweli. Cha pili, ukikurupuka kwenye banda, kwanza unaweza kujenga kwa gharama kubwa. Nakumbuka nilishaendaga kwenye ilikuwa chanjo ya ndui, yes, boma. Sema yetu boma ng'ombe. Mama watu wamestaafu, jampewa kinwa mgongo sijui. Haya. Biashara ambayo anaona inaweza ikafaa, kuku. Jenga banda lake hapa, kamuita si fundi wake wa wapi huko. Anajua kuna tofauti ya fundi na mtu anayejua kupigilia. Kila mtu anaweza kujua kupigilia. Sio akamtafuta jamaa wapi wa kupigilia. Jenga banda lake safi kabisa. Sasa ile mama amestaafu, akana mtoto wake mmoja ambaye ni mwalimu, lakini anakaa naye pale nyumbani. Kwa hiyo asubuhi kabla ya kwenda kazini, anamsaidia mama kufanya usafi, kuwalisha kuku, kuosha vyombo hivi. Sasa kichwa mimi nipeka pale ilikuwa ni kuchoma ndui.
Sasa wakati wa mwanzo kabisa kuku kabla hawajachoma ndui walikuwa wanakaa ndani kwenye kuna nyumba yao haijaisha hivi, kwa hiyo walikuwa wanakaa pale. Sasa siku kama 3 kabla ya kuwachoma ndui wakawa wamehamishia kwenye ile banda. Sasa ile mama analalamika kwamba mtoto wangu sijui amekuaje. Alikuwa anapenda sana mambo ya kuku, lakini toka nimewahamisha hao kuku, yani hagusi chochote. Nikamwambia mama, banda lako ni nzuri, ila banda lako sio bora. Hata ningekuwa mimi nisingekubali kuendelea kutoa huduma katika mradi wako. Pambana na hali yako. Huwezi kuamini, hata zoezi la kuchanja ndui lilikuwa changamoto. Ndugu zangu, shida sio pesa kwamba hamna. Pesa mnazo. Ila shida ni moja tu. Hampo tayari kufuata maelekezo ya kitaalamu au maelekezo yanayotakiwa ili muweze kufanya vizuri. Hiyo ndio shida ambayo watu wengi wako nayo. Sasa kama na wewe uko miongoni mwa hao watu, jirekebishe. Sasa kichotokea, mtoto amemsusia, yeye ni mtu mzima, ana kuku 400. Kwa nini nikwambie siri moja? Ukishaharibu mazingira ya kazi, yale mazingira ya kazi yakawa katika mfumo ambao hauvutii wewe kuhusika na ile kazi, huo mradi hauwezi kufanikiwa. Wakati mimi nafikiri kutengeneza ile banda ambalo nawaonesha, kulikuwa kuna changamoto iliyojitokeza kwenye miradi ambayo tulikuwa tunafanya. Of course changamoto kubwa ilikuwa ni issue ya magonjwa. Sio kwamba tulikuwa tuwezi kutibu, lakini yalikuwa hayaishi. Unajua, unaweza kabisa ukaishi free na magonjwa kwa kuzingatia mazingira ya kuku jinsi atakavyokuwepo. Lakini kitu kingine, hiyo nafikiri kwa ndio kazi kubwa sana. Lakini kitu kingine ilikuwa ni siku zote mimi nimekuwa navutiwa na kitu, tengeneza mazingira ya mradi wako yawe attractive kiasi ambacho hata ukimwambia mtu ambaye hapendi ahudumie, asiwe na sababu ya kusema siwezi kuhudumia. Ndio matokeo ya banda ile ambayo mnaliona leo. Lina mfumo wa usafi unajitegemea, mfumo wa mayai unajitegemea, mfumo wa chakula unajitegemea, mfumo wa maji unajitegemea, mfumo kuwashika kuku watu wengine ndani. Hata wakiwa ni kuku wangapi, unakaa nje na washika. Hakuna mtu anaweza akasema kwamba mimi sijui siwezi kwenda kufanya ni. Una sababu gani? Hauna sababu. Banda linajengwa mara moja. Linakaa na wewe miaka 3, miaka 4 na kuendelea. Utaingiza kuku, utatoa kuku, utaingiza kuku, utatoa kuku. Lazima utumie muda kufanya kitu chenye uhakika. Huo ndio ushauri wangu. So nimeshare nawe kwa sehemu hayo ndio yapata, kaifanyia kazi. Lakini nimekwambia kama adui, kwa sababu ukikosea yatakukuta. Ukikosea yatakukuta. Adui namba 3 ni udhibiti wa magonjwa. Adui namba 3 ni udhibiti wa magonjwa. Ndugu zangu, kuku, mimi niliconclude hivi. Sio kila mtu aseme hivyo, lakini mimi kwa uzoefu wangu kwenye mradi wa kuku nilihitimisha hivi: kuku wakiugua hawana dawa. Yaani mimi ndio nilivyohitimisha. Kuku wakiugua hawana dawa. Basi. Ukiniambia iko sijui, nitakwambia haina shida. Mia kwako. Lakini mimi kwa uzoefu wangu wa miaka zaidi ya 10 kuwa kwenye mradi, nilishakonkudi kwamba kuku wakiugua hawana dawa. Hata uwe bingwa kiasi gani. Sasa niulize, unamaanisha nini? Ni hivi. Wakati kuku ni mzima, unatakiwa kuwa makini kuliko akishaugua. Rafiki yangu, hata ugue mafua tu, atakuzungusha dishi mpaka uone moto wake. Kuna siku nilikuwa nasoma data moja, research moja ilifanyika, wanasema kuku akiwa ameugua, wewe ukajua anaumwa, ameshateseka siku 5 mpaka 7 kabla ya kukuonesha anaumwa. Tunapokuja kwenye kumtibu, ina maana hatujui ameathirika kiasi gani.
Kitendo cha kutokujua ameathirika kwa kiasi gani, unajua nini kinatokea? Ni kama tunacheza kamari. Ni kama tunabahatisha. Si hatujui. Ulishaenda kwenye duka la dawa, ukakutana na dawa ya mafua ziko aina 4. Kuna Fruban, kuna Tylodox. Sijui kuna extra. Sijui Tylosine. Sijui nini. Zote ni za mafua. Sasa ipi itamfaa kuku mwenye ipi? Okay, kwenye kuna mafunzo ambayo yapo kwamba akiwa na shida hii utampa hii, akiwa na shida hiyo. Concept yangu, jambo langu nataka ulielewe hapa ni kuwa na kudraw attention wakati kuku ni mzima kuliko akiwa anaumwa. Mimi nishakonkuli akiwa anaumwa ni issue ya 50-50. Eza apone au apotee. Sasa ufanyaje? Ndio maana sisi hatuiti kutibu magonjwa. Tunaita udhibiti wa magonjwa. Yaani maana yake kuwa makini zaidi kudhibiti kuliko kusubiria umwe. Of course kuna magonjwa aina mbili tu. Kuna magonjwa ya kinga na kuna magonjwa ya tiba. Magonjwa ya kinga maana yake tunazingatia chanjo wakati kuku akiwa mzima. Sawa? Kuna magonjwa ya tiba. Magonjwa ya tiba ambayo yenyewe ni tunazingatia dawa wakati kuku anaumwa. Lakini na 80% ya magonjwa ya kuku hayana dawa. Magonjwa yote ambayo yanaondoa kuku wote kwenye banda kwa mkupuo hayanaga dawa. Lazima uzingatie zaidi kwenye issue ya nini? Ya kinga kuliko kwenye issue ya tiba. Sijui kideli, sijui gombola, sijui mahepe, gombolo, sijui mahepe. Yaani ugonjwa kitokea unafyeka yote, kuku wote. Sasa ni hivi. Naposema udhibiti wa magonjwa inamaanisha nini? Inapaswa kuwa makini sana kuku akiwa mzima kuliko kuku akiwa ameugua. Sasa mimi nikasema hivi, okay. Mambo yanatakiwa kuwa hivi. Lazima nijue magonjwa gani ambayo yanahitaji mimi ni yadhibiti kwa chanjo. Lazima nielewe kabisa. Na hiyo ipo kitaalamu kabisa, wataalamu wamekaa chini wamefanya research zao, inajulikana tu kwamba kuku apewe chanjo wakati gani na kwa utaratibu gani. Hiyo inajulikana. Ukizingatia itakusaidia kupunguza magonjwa ya mlipuko. Yale magonjwa ambayo yanatokea yanaondoa kuku wengi kwa wakati mmoja. Jambo la pili, unapaswa kujua ufanye nini wakati kuku akiwa ni mzima kwenye magonjwa ambayo sio ya chanjo. Sasa wacha nikupendelee kitu kimoja hapa, nikufundishe kwa haraka haraka mambo 8 uyazingatie ili uweze kudhibiti magonjwa ambayo yanatokana na issue ya mazingira au vitu vingine tofauti na chanjo. Namba 1, swala la upimaji wa chakula. Lazima ujue kuku wako wanakula kwa utaratibu gani ili uweze kuwalisha. Tutazungumzia sana kwenye issue ya lishe na chakula kwenye adui namba 4, lakini elewa tu kwamba kupima chakula ni moja kati ya suluhisho la kudhibiti au la kufanya magonjwa yasitokee. Kupima nini? Chakula. Ukizidisha wanajaza mafuta. Ukiwapunja wanadumaa. Namba 2, ujenzi wa banda. Yale ambayo tumezungumza hapo mwanzo. Ujenzi wa nini? Wa banda. Ujenzi wa banda unachangia vipi magonjwa? Nikasema kuku wanahitaji mzunguko wa hewa, hawahitaji baridi, hawahitaji upepo. Lakini pia banda lazima liwe na sifa ya kutokutuamisha unyevunyevu kwenye banda. Kwa maana kwamba unyevunyevu unaweza kuchangiwa na vitu viwili. Unaweza kuchangiwa na maji, lakini pia unaweza kuchangiwa na kinyesi. Kwa namna yoyote lazima uhakikishe banda lako linadhibiti unyevunyevu usituame. Na ndio maana kwenye hii miradi tunasema usichanganye kuku na bata. Kuku adui wa kuku ni unyevunyevu. Lakini rafiki wa bata ni maji kucheza nayo. Kwa lazima uzingatie utaratibu wa banda. Lakini pia tunasema banda kuna kitu ambacho mimi wanakiita ni kwamba banda litakiwa lifagiwe kila siku. Lakini banda litakiwa lituamishe kinyesi kila siku. Sasa unafanyaje? Lazima tengeneze banda katika standard ambayo hizo sifa zote zinakuwepo katika hivyo viwango. Ukifagia kila siku kuku wenyewe unakuta wanafungiwa ndani, hataishiwa mafua. Lakini kukiwepo na mlundikano wa vinyesi ndio yale ambayo tunazungumzia mambo ya hayafai kwenye mlundikano wa vinyesi. Sasa hiyo lazima ujue. Okay, unaweza kutumia malanda, ukatumia waya, inategemea sasa na mfumo wako wa banda, lakini pia na unaelewa nini kuhusu banda. Namba 3, usafi wa vyombo na chakula. Usafi wa vyombo vya maji na chakula. Lazima uzingatie. Maji ya jana, usije kuweka maji ya jana juu ya maji ya jana.
usije kuweka maji ya leo juu ya maji ya jana. Kwa huwezi kuishia mafua. Na shida ni ile mafua yale ya kukoroma, unakuta kuku anakoroma ho. Wamekunywa yale maji ambayo yamelala. Na inatakiwa ikifika jioni labda kwenye saa 2, saa 1, ondoa yale maji yasipoe. Kama utumie ule mfumo wa drip, lazima kutakuwa kuna circulation, lakini sinategemea na wewe mfumo wako wa drip umeweka, ule mfumo wa nipples umewekaje, kwa sababu kwa unatakiwa kuwa kuna koki ambayo hairuhusu maji yaweze kuenda muda wote, kwa sababu ya kitwama ya kilala yanaweza kutuletea shida kama hizo. Hiyo namba 3. Namba 4, okay, kitu kingine hapo kwenye namba 3 nimesema usafi wa vyombo vya maji na chakula. Manake chakula pia kiwe safi, maji yawe safi. Namba 4, vyakula vilivyooza. Usiwapatie kuku vyakula vilivyooza. Okay, tunaelekea kwenye masikukuu. Umechukua mapilau kwenye mtaa wa 9 huko, unakuja na mwagia tu kwenye bandara. Haiko hivyo. Vyakula vimeoza unakuja unatupia. Hatuendi hivyo. Namba 5, msongamano wa kuku. Huu pia unaweza kupelekea magonjwa yasio na nini. Tunasema kwamba huongeza joto, hupunguza hewa, stress kwa kuku na usambaza magonjwa kwa haraka sana. Sasa unatibuje msongamano wa kuku kwenye banda? Unatibuje msongamano wa kuku kwenye banda? Maana yake ni kwamba tunarudi pale kwamba banda linatakiwa liwe na vipimo. Banda linatakiwa kuwa na vipimo, lazima ujue kanuni ya kujenga banda kulingana na mazingira yako. Namba 6, utengaji wa kuku wagonjwa na kuku wa zima pamoja na kuku wageni. Umeenda mahali umependa kuku ukanunua, usije tu kumtupia kwenye banda. Lazima atengwe siku 14 mpaka siku 21. Angalia maendeleo yake, jua historia ile kuku, huko alikotokea alipata chanjo akupata. Zile chanjo za msingi apewe kwanza ndani ya siku 14 mpaka siku 21. Ukishajiridhisha kwamba yuko sawa, mrejeshe. Kuna mtu alishaye kupoteza kuku zaidi ya 500 kwenye banda kwa sababu tu ya kuku mgeni. Hiyo pia ni udhibiti ambao itakusaidia sana ukichukua hizo tahadhari, usiingie kwenye magonjwa yasiyo na lazima. Namba 7, ufuatiliaji wa afya. Tunaita routine check-up. Ufuatiliaji wa afya maana yake nini? Kagua kila siku kuku wako. Angalia, tenga lisali moja. Fuatilia kuku wako, tenga dakika 40, tenga dakika 30. Na sehemu nzuri zaidi ya kufuatilia kuku wakiwa wana changamoto ni wakati wakiwa wanakula. Ukiamka tu asubuhi ukaenda kwenye banda, jinsi ambavyo wana kuchangamkia, unaweza kujua kuku wenye shida na kuku ambao wana shida. Ukishawapatia chakula, ile speed ya mwanzoni ya kula huwa inakuwa chap. Utaanza kunaona huyu mbona kama anachechemea, huyu mbona kama yuko slow, huyu yuko vipi, huyu yuko vipi. Pale utajua tu kabisa kwamba huyu anahitaji msaada. Sasa tenga muda kwa ajili ya kukagua. Unakagua nini? Angalia kila siku dalili ya kuku amechoka, anajitenga na wenzake. Fuatilia kujua shida itakuwa nini. Lakini choki sio cha kawaida, unasema hii haiko sawa hii. Fuatilia kujua. Wanakohoa ovyo, manyoya yananyonyoka. Yaani kuna dalili ambazo zitakuonyesha kwamba hawako sawa. Sasa zile dalili ambazo zinakuonyesha kwamba hawako sawa, zifanyie kazi kwa haraka ili uweze kuwasaidia. Kitu kingine ambayo namba 8 tunasema rekodi. Tunza ratiba. Rekodi lakini pia tunza ratiba. Ratiba zipi na rekodi zipi? Namba 1, rekodi za afya. Maendeleo ya kuku wako. Lazima uwe na rekodi, lazima uwe na kujua kwamba kwangu chanjo zimefanyika lini. Sasa hivi kuku wangu wanafuata chanjo gani? Kuna dawa ya minyoo ambayo inabidi wapatie kuku kila baada ya miezi 3. Hii ni watu wengi sana wanasahau. Kuku anashusha kutaga. Kuku anaugua magonjwa ovyo. Nafikiri najulikana hata wanadamu pia, watoto unakuta asipopata dawa za minyoo unakuta anaugua ovyo kila wakati. Lakini pia kuna chanjo za kujirudia kila baada ya miezi 3 kwa chanjo ya kideri. Lazima uwe na rekodi. Kama una rekodi utakuwa unaotea. Huwezi kusema umeshika kwamba siku fulani siku ya kuchanja. Sasa hiyo kichwa chako itakuwa inawaza kuku kila wakati. Kwa weka rekodi za afya, lakini pia weka rekodi za lishe. Kuna kitu ambacho ni muhimu sana tutaangalia kwenye lishe na chakula. Kuku wanalishwa kwa vipimo. Kila wiki wanatakiwa kulishwa uzito wake. Kila wiki wanalishwa uzito wake.
Sasa lazima uangalie kwamba wiki hii wanalishwa nini, wiki hii watalishwa nini, kutokana na malengo yako na kuku ni kitu gani. Kwa hiyo lazima pia uweze kuangalia. Lakini pia rekodi za vifo. Jitahidi kutunza rekodi kama kuku wako wanakufa. Itakusaidia kujua maendeleo na itakusaidia kujua, unajua ukitaka kuwa champion kwenye mradi wa kuku inabidi ufuge kuku sio chini ya miaka 3. Kwa lugha nyepesi tunasema inabidi uingize kuku sio chini ya mara 6. Na nikisema mara 6 maana yake ni kwamba kwa mwaka unaingiza mara 2. Yaani ukae na kuku sio chini ya miezi 6. Kwa mwaka ni mara 2. Kwa unaposema miaka 3 maana yake unakuwa umefuga miaka 3. Kwa wale mwezi hapo ndio unaweza kaangalau kujihesabia kwamba wewe uko kwenye mradi wako. Sasa ukiwa tunza rekodi za vifo itakusaidia kujua majira fulani kuna jambo fulani wale linatokea. Kuna aina fulani ya ugonjwa unasumbua sana majira fulani. Sasa kama ugonjwa unasumbua sana majira fulani, inabidi niwe makini sana kwenye haya majira. Tunza pia rekodi za dawa ambazo umetumia. Iliyofanya kazi iandike, ambayo imekataa iandike. Wewe tunza tu rekodi, itakusaidia mbele ya safari. Lakini pia fuatilia ratiba za ulishaji. Kuna tofauti kati ya kuku anakula uzito lakini ratiba ya ulishaji. Fuatilia ratiba ya usafi, fuatilia ratiba ya matunzo bila kurukaruka. Sio leo umelisha kuku saa 2, kesho umelisha saa 3, kesho kutwa umelisha saa 4. Kwa mfano kuku ambao wanatakiwa kulishwa kabla ya saa 2. Wanataka kulishwa kabla ya saa 2. Sasa leo umelisha saa 2, kesho umelisha saa 3, kesho umelisha, hauwezi kupata maendeleo yanayoeleweka hapa. Kitu gani nimegundua hapa? Kitu gani nimegundua katika mambo nimekufundisha? Utagundua kitu kimoja. Lazima uwe makini zaidi wakati kuku ni wazima kuliko hata kuku wakiwa na umri. Ukiweza kufanyia kazi ambayo nimekuelekeza, utaenjoy mradi wako. Ukisubiria tu waugue, alafu uje upambane nao. Rafiki yangu, tutakusahau kwenye mradi. Yaani kwenye mradi tutakusahau. Okay, nimalizie na adui namba 4, lishe na chakula. Kisha baada hapo nitakuwa namaliza somo langu. Japo sasa huyu ana maelezo mengi kidogo lakini wacha twende. Tunaweza squeeze na tukafika mahali. Kama kuna swali, kuna jambo lolote unataka kujua zaidi, una comment hapo chini kwenye comment, then mimi nikishamaliza na yapitia, alafu tunamaliza. Adui namba 4 ni lishe na chakula. Rafiki yangu, hapa nisikilize vizuri na kwa makini sana. 65 mpaka 75 ya gharama ambazo unaweza kuziingia kwenye kuendesha mradi wa kuku ni lishe na chakula. 65 mpaka 75. Yaani kwa mfano, bajeti yako kuingia kwenye mradi wa kuku ni milioni 1. Ujue 6,500 mpaka 7,500 itaingia kwenye issue ya lishe na chakula. Kuku kwenye magonjwa hawafi kila siku, lakini wanakula kila siku. Kila siku. Kumbuka tunaangalia maadui katika mradi wa kuku. Tunaangalia changamoto gani ambazo zipo katika mradi wa kuku na wewe ujiandae uingie. Na kingine ambacho nataka muelewe, mimi siwafundisha kufanya. Mimi nawaonesha vitu gani vya kwa makini. Hapa mimi sifundishi. Ili sio somo ambalo unaweza kulitegemea kwamba utaenda kufugia kuku. Ukitegemea sasa hapo umejifunza, ujue unacheza. Hakuna somo lote nafundisha mimi hapa. Nachofanya na kuonesha somo la lishe na chakula ni masaa 2. Lina moduli yake ambayo ni ya masaa 2. Somo la magonjwa ni masaa 2 kama nasema na kufundisha. Somo la banda ni masaa 2 kama nasema na. Somo la uchaguzi wa mbegu ni masaa 2 kama na kufundisha. Kama tunafundishana hapa na kuonesha. Kwa usio kujitia moyo kujifariji kwamba tayari Hazi amenifundisha, sasa naenda kuwa mfugaji. Yatakukuta. Na usio katembea mahali ukaenda kumwambia ndugu yako, unajua mimi ni mwanafunzi wa Hazi. We! Mimi sio mwalimu wako. Wanafunzi wangu unawajua. Mimi sio mwalimu wako. Wewe usio kaenda kunitajia huko kaniharibia CV yangu. Hapana, wanafunzi wangu mimi nawajua.
Hapa na kuonesha, sikufundishi. Na kuonesha kitu gani unatakiwa uzingatie, kitu gani inabidi ufuatilie. Sio na kufundisha. Eti nafundisha lishe, chakula, mabanda, eti ndani ya dakika 30, alafu nasema nimekufundisha. Wewe, hamna kitu namna hiyo. Sasa sikiliza. Unapojiandaa kwenye budget ya mradi wa kuku, ujue kabisa 65% mpaka 75 ya mradi wa kuku ni lishe na chakula. Na kwenye lishe na chakula kuna changamoto 3. Changamoto ya kwanza ni gharama ya chakula. Changamoto ya pili ni ubora wa chakula. Changamoto ya 3 ni upotevu wa chakula. Kwa nini nikupeseni? Ukiweza kutatua hizi changamoto 3, wewe ni champion kwenye mradi wa kuku. Ukishinda kutatua hizi changamoto 3, hamna kitu. Ukiweza kutatua hizo changamoto 3, wewe ni champion. Usipoweza kutatua hizo changamoto 3, usianze mradi wa kuku, kwa sababu watakufilisi. Kitu kingine leo nataka niwafumbulie fumbo moja. Kuna swali ambalo lipo na fikiri na wewe kama kweli uko serious kwenye mradi wa kuku lazima ujiulize. Miaka yote mimi nakuwa mayai yanauzaga 300, 400. Sisi tukienda kununua dukani ndio 500. Au kuku toka mimi nakuwa yanauzaga 5000, 6000, angalau siku hizo wamefika hata 7000, 8000 mara chache sana. Au kuku wa broilers. Kuku hao kubwa ambao tunafuga wanauzaga 20,000, 12,000, 15,000. Miaka yote tu zaidi ya miaka 10, 15. Lakini nakumbuka 2015 sisi tumeanza mradi wa kuku Arusha. 2015-16 bei ya kilo ya chakula ilikuwa inauzwa 650 mpaka 700. Unaenda dukani kabisa unanunua 650 mpaka 700. Ikaje kaongezeka mpaka sasa hivi imefika 2000. Kuna 2000, kuna 1200, kuna 1000. Juzi wanaongea na mwanafunzi wangu mmoja ananiambia wananunua mfuko wa chakula shilingi 80 ngapi? Nikasema, "He? 80,000? My God." Hivi ulishawahi kujiuliza swali hili? Kwa nini kwa nini bei ya chakula inaongezeka kila siku? Kila siku. Lakini bei ya bidhaa za kuku haiongezeki. Hivi ulishajiuliza? Hebu mniambie kwenye comment hapo. Alafu nataka niwape majibu. Mmeshajiuliza? Jamani, wafugaji wenzangu, mmeshajiuliza? Naomba nione comment zenu. Nikiona comment tawajibu, nisipoona na siwajibu. Tutaendelea tu kuwafundisha afu unabaki kwenye giza. Ulishajiuliza? Sasa kama ulishajiuliza, naomba unijibu kabisa. Unafikiri kwa nini bei ya chakula inaongezeka lakini bidhaa za kuku ni ngumu kuongezeka? Ukishaweza kujua hii siri, unaenda kwa mfugaji wa kuku. Usipojua swali langu nataka unijibu ni hili. Ulisha kujiuliza, sema ndio au hapana. Alafu sasa kwa mawazo yako tu mwenyewe, unafikiri kwa nini gharama za chakula zinaongezeka kila siku? Lakini mbona bidhaa za kuku, mayai, kuku wenyewe haziongezeki kulingana na uongezekaji wa kasi wa gharama za uendeshaji? Mmoja akanipigia akaniambia, "Sasa mwalimu, yani ni hasara tupu kufuga hao kuku." Nikasema, "Kwa nini?" "Sasa gharama yote hii." Nasubiria majibu yenu. Mniambie. Hao wote ndio mnajitafuta amfugi. Kwa hiyo wao hamjawahi kujiuliza. Okay, sawa. Nitaona hapo. Nikiona majibu yenu nitakuja kuwajibu. Nisipoona na mimi nitapotezea. Kwa sababu msiponipa ushirikiano mimi na wafundishaji kitu ambacho nyinyi hamjaniambia. Sikiliza. Tumesema gharama ziko 3. Kuna gharama 3
ambazo zina, yani kuna changamoto tatu kwenye lishe na chakula. Kuna changamoto tatu kwenye lishe na chakula. Changamoto ya kwanza nimesema ni gharama. Changamoto ya pili ni ubora wa chakula. Changamoto ya tatu ni upotevu wa chakula. Sasa iko hivi, ukitaka kudhibiti gharama ya chakula, kuna hizi elimu za mtaani hizi elimu za mtaani hizi, mnaambizana hivi, hizi kuku nakula balaa. Okay. Sasa tunafanyaje? Mwenzako anakuambia, sikiliza. Chukua mfuko special. Chukua mfuko special, changanya debe 2 ya pumba. Au changanya debe 3 ya pumba. Ukichanganya debe 3 ya pumba, utapunguza gharama. Haya, mtu anachukua mfuko special amenunua 55, 75, 80, anachanganya debe 2 ya pumba. Automatically anajikuta anaingia kwenye changamoto ya pili ya kupunguza ubora. Kwa sababu iko hivi, kuku wako walitakiwa watage na miezi 5, 6. Watage na miezi 9. Sasa pale umepunguza gharama, umeongeza gharama. Hakuna kitu umefanya. Pale hujapunguza gharama. Pale umeongeza nini? Gharama. Haya. Kitu kingine ambacho ndio balaa zaidi. Kuku wanalishwa kwa vipimo. Kuku wanalishwa kwa vipimo. Usipolisha kwa vipimo, unaweza kuwazidishia chakula. Ukiwazidishia chakula, watajenga mafuta. Wakijenga mafuta, hawatataga. Ukiwapunja, wanadumaa. Wakidumaa, hawezi kuzalisha. Umeona maajabu haya? Ndio pale tunaposema upotevu wa chakula. Sasa kuku wanalishwa kwa vipimo vya uzito. Sio kuchota kwenye sado unaenda kuwalisha kuku. Ndio tukasema kuku ana changamoto ngapi? 3 kwenye lishe ya chakula. Changamoto ya kwanza ni gharama ya chakula, changamoto ya pili ni ubora wa chakula, changamoto ya tatu ni upotevu wa chakula. Sasa hizi elimu za mtaani za kwamba ukitaka kupunguza gharama za chakula changanya, hiyo sio sahihi. Huko unachakachua chakula. Solution ni nini? Solution ni hili. Ukitaka kupunguza gharama za chakula kwa kesi ambayo utaongeza, kwa sababu inabidi ujifunze jinsi ya kupunguza gharama ya chakula kwa kuongeza ubora wa chakula. Okay, mimi nakumbuka kwa nini sisi tuliamua kufikiri kwanza kuandaa chakula wenyewe. Ilikuwa hivi. Kulikuwa kuna kesi moja ambayo kuku walikuwa wanakula mayai na donoana. Sasa ziko sababu nyingi, sio sababu moja, lakini sababu moja ambayo ni kubwa ni kuna madini wanaweza kukosa. Kwa mfano, kama ulianza kuwalisha chakula kuku ambacho kilikuwa kinatumia damu, ukaja ukaacha kuwalisha kile chakula. Unajua kinatokea nini? Ile damu ina shida moja. Damu iko kwenye kundi la madini. Sasa kuku wanapata madini hata kwa kutumia vyakula vingine, lakini ukiwapatia madini ya damu wanapata vitu viwili. Anapata ile madini lakini pia anapata ile ladha. Kwa ukichanganya kampuni nyingine ambayo ilikuwa haiwapi, haitengenezi chakula ambacho wanaweka damu, kwa sababu sio lazima uweke damu. Kuku wanamisi ile damu. Wanaanza kudonoana, wanaanza kula mayai. Sasa tukawa tunauliza wale makampuni ambao walikuwa wanatuuzia chakula kwamba tunaomba kujua nyinyi, yale maduka sio makampuni, maduka, unajua duka anatafuta chakula chochote ambacho anajua kinaweza kumpa faida. Tukawa tunauliza kwamba chakula ambacho mnatuuzia kina damu au hakina. Walikuwa wasemi. Kuku wetu akaendelea kuteseka. Hawasemi kuku anaendelea kuteseka. Tukasema kwa ni shingapi? Tukaanza kuanza kusearch, kudeep, kuanza kujifunza kutengeneza chakula wenyewe. Kwa nini mtu anaingia kwenye issue ya kufikiri sasa kuandaa chakula mwenyewe? Sababu ya kwanza sio tu kupunguza gharama ya chakula, ni kujua uhakika kuku wako wamekula nini.
ya pili ndio kupunguza gharama za chakula na vitu vingine. Kwa hiyo si ndio kwa sababu cha kwanza kabisa, suluhisho la kwanza ni kujifunza jinsi ya kupunguza gharama za chakula. Sio kutafuta formula ya kupunguza gharama za chakula. Kuna tofauti kati ya formula ya kupunguza gharama za chakula na kujifunza kupunguza gharama za chakula. Nataka ujifunze jinsi ya kupunguza gharama za chakula. Formula ambayo mimi nimetumia Arusha, nikimpa mtu ada, itafanya kazi kwenye ubora, ila gharama zinaweza kuwa juu. Mtu wa Njombe anaweza ikawa gharama ndogo zaidi kuliko mtu wa Arusha kwa sababu ya material. Sasa tunapopunguza gharama za chakula tunataka tufanye hivi. Tupandishe ubora wa chakula lakini tushushe gharama za chakula. Tukifanya hivyo tumewin. Tusipofanya hivyo hatujawin. Kwa badala ya kusema naomba formula ya kupunguza gharama za chakula, inabidi ujifunze jinsi ya kupunguza gharama za chakula. Sasa swali linabaki pale pale. Kwa nini gharama ya chakula inapanda lakini bidhaa hazipandi? Ukiweza kujibu hilo swali, wewe upo kwenye mradi wa kuku wenye ndoto. Usipojibu hilo swali, hamna kitu. Kingine ni upotevu wa chakula. Nimesema lazima ujue kupima. Kuku anapimiwa. Punja, changamoto. Kidhurumu, changamoto. Simple and clear. Okay, mimi nafikiri nifikie hapo. Sitakuwa na mambo mengi sana, lakini nafikiri nimeshare na wewe vitu ambavyo vitakusaidia na vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza kufanya kitu. Hususan kwenye maadui watatu ambao nimeshare na wewe kwa haraka haraka. Adui wa kwanza ambao tumeshare kwa sasa hivi alikuwa ni issue ya eneo la kufugia, ambao kwanza tulianza kushare na wewe adui wa kwanza ambao ni mbegu bora kwenye kipindi ambacho kimepita. Kipindi hiki tumeshare na wewe eneo la kufugia, nimekuambia mambo gani ya kuzingatia. Tumeshare adui magonjwa kwa sehemu, nimekuambia mambo gani ya kuzingatia. Sasa hivi tumekamilisha na kuangalia issue ya lishe na chakula. Sasa solution ni nini? Namba 1, jifunze kupunguza gharama za chakula kwa kuandaa mwenyewe, kupima chakula, ujue kuwa na kulaje, lakini pia ulishaji wa ratiba. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu tunapozungumzia lishe na chakula kuna nguzo 5 ambazo nitakwenda kumalizia. Sasa nitalijibu hili fumbo la kwa nini gharama zinaongezeka lakini bidhaa ziongezeki kwa kuona maoni yenu ni nini. Alafu na mimi nitajibu na nitakuwa namaliza somo langu. Lakini jambo la msingi ni moja tu. Kama uko serious, uko interested, tukushike mkono hatua kwa hatua, tuna program za kulipia. Simple. Hiyo ni kwa wale ambao uko serious. Andika ujumbe wenye neno program WhatsApp kwa namba ambayo nimekutajia hapo kwenye screen yako 0761425808. Wacha nipitie comment zenu hapa, alafu na mimi niwajibu kwa gani. Haya, huyu anasema kwa kuongezea hapo kwa faida ya wengine, kuzalisha nzi chuma kupitia kinyesi cha kuku, hapo tutapunguza gharama za vyakula. Okay? Yeah. Kuna kitu tunaita njia mbadala. Njia mbadala ndio kama hizo, kupunguza gharama za chakula kwa kutumia njia zingine. Nzi. Siku kuna kitu kinaitwa Azola, kuna foda. Nafikiri mambo ambayo pia unaweza kuyatumia. Haya, huyu anasema bei ya kuku haipandi. Nadhani kwa sababu tunazalisha kuku wasio na ubora kwa kuwa tunafuga kwa mazoea. Hapana. Okay, inaweza kachangia, lakini bado hata yule anayezalisha kuku hao ambao wanasema ni wa ubora, bado na yeye hauzi bei kwa bei nzuri sana. Ni sahihi, lazima tufuge kwa kutumia elimu, lakini bado kitu tunachokitaka bado kwako siyakipata. Haya. Anasema hiyo pia ina apply kwa malighafi zote za uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Haya, sijajua kitu gani, labda ulianzia huko juu. Anasema kwa sasa kiwango hicho cha mahindi ni range ya 60,000 mpaka 110,000. Kodi yako inaweza kameanzia mbali zaidi. Haya, ulikuwa unaelezea hapa. Anasema bei ya chakula inaongezeka kutokana na ongezeko la gharama za malighafi ya uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Mfano gunia la mahindi miaka hiyo hapo ilikuwa sawa. Sasa kama hilo ndio jibu, kwa nini sisi tusiongeze bei ya mayai? Kwa nini yai tusiuze 1,000 kutoka kwenye banda? Wale broiler ambao wanauza shilingi 6,000, 5,000, kwa nini tusiuze 10,000?
kama tunakubaliana kwamba gharama za malighafi zimeongezeka ikilinganishwa na miaka hiyo, kwa nini sisi hatuongezi bei ya vitu? Yaani bei ya bidhaa zetu kwa nini hatuongezi? Hakuna mtu ambaye anapinga kwamba gharama za malighafi zinaongezeka kila siku, kwa sababu mafuta yakiongezeka gharama zitaongezeka, uzalishaji utaongezeka. Kwa nini sisi wafugaji hatuongezi bei ya bidhaa zetu? Mayai miaka yote tunasikia 300, 400, 500. Kwa nini yai lisiuzwe 1000? Hiyo ndio pointi ya msingi. Yani hadi hasira kuwa anajiuliza sana. Ndio utajiuliza kwa hasira, lakini upate majibu. Huyu anasema nipo na notebook hapa mwalimu, nimeweza kunote vitu vingi kuanzia sifa za banda bora na mambo ya kuzingatia ili kudhibiti magonjwa tayari. Nimechukua offer ya program ya Kukuchumi. Oh wow. Safi sana kama umeingia kwenye program yetu. Very nice. Sasa najua naweza kashinda ku identify kwa sababu majina yenu ya Instagram na majina halisi kule sijajua. Lakini hongera sana, nimefurahi sana kama umechukua program yetu ya Kukuchumi na unatufuatilia pia kwenye Instagram. Yeah, of course huko naongea vitu vidogo vidogo. Najua watu wale ambao mko kwenye program mnajua mnaelewa sana, lakini at least ukipata muda pia kupitia huko na kusikiliza inakusaidia zaidi ku brainstorm, akili yako iende haraka zaidi. Okay, sione comment zingine. Kuna mtu yote amekuja hapa? Okay, sijaona mtu mwingine amekuja na maelezo. Okay, hili ndio jibu. Very simple, wala halihitaji mbwembwe nyingi. Au kuna mtu ameongezea jibu? Ni hivi ndugu zangu. Mtu ambaye anafanya mradi wa kuku kibiashara hanunui chakula dukani. Ndio najibu hapo. Sikiza vizuri. Mtu anayefanya mradi wa kuku kibiashara hanunui chakula dukani. Ngoja tupige mahesabu wote. Hebu mtajie hapo kwenye comment. Nyinyi mnayefuga. Nitajie sasa hivi mfuko wa kilo 50 ni shilingi ngapi? Kama unafuga layers. Kwa mfano kuku anaotaga. Nitajie hapo kwenye comment. Yaani mfuko mnanunua shilingi ngapi? Nasubiria majibu yenu, amnijibu. Nyinyi si wafugaji? Sasa nisikilize vizuri, hii point za kusaidia. Hizo zingine ni story tu. Lakini hii ndio uhalisia. Hizo zingine tu ni story ambazo tunajitia moyo, lakini huu ndio ukweli. Watu wote ambao wanafuga kibiashara hawanunui chakula. Kwa mfano, mtu ambaye anafuga kuku kuanzia tuseme tu 300. Tuseme tu 300 at least. Au kuku kwa siku, kuku akiwa 100 kwa siku anakula kilo 12.5 mpaka kilo 15. Sawa? Tuseme wastani wa kilo 13. Wastani wa kilo 13. Sasa angalia kinachotokea. Hawa 300 maana yake ni kilo 13 mara 3. Ni kilo 39. Wewe umesema inauzwa 55,000. 55 kiganya kwa 50 maana yake ni kama 1200 tuseme. Si ndio? Haya. Maana yake hapa zidisha mara 1200. Utapata
39 mara 12. 9 3 18 6 7 8 16 4. Maana yake ni 46,800. Kwa mtu anayefuga kuku 300 kwa siku analisha 46,000 na shilingi ngapi? Na 800. Hii ni gharama ya chakula ambayo amelisha kwa siku, si ndio? Sasa angalia kinachoje kutokea. Kama anafuga kuku 300 ambao wako smart. Angalia mwingine anasema 60,000 huko. Kila mtu atasema bei zake, lakini tuchukulie tu mfano hiyo. Kama yuko smart. Matokeo yake ni 75% kwenye kutaga. Kumbuka neno smart. Ina maana katika kuku 100, na hapa kumbuka ni kati ya 75% mpaka 50 kulingana na kuna majogoo au kuna matetea. Sasa wacha mimi ni assume nizungumzie kuku wa kisasa ambao hawana majogoo. Tuachana chotara, maana huko tukienda huko ndio matatizo tu. Maana huyu kwa siku anapata average ni kama tray 2 kwenye kuku 100. Kwa maana hapa anapata 60 mara 3. Kwa 60 mara 3 maana hapa anapata tray ngapi? Hapa ni tray 2 kwenye kuku 100. Maana anapata tray 6, si ndio? Yes. Anapata tray 6. Kama ni kuku wa kisasa, maana tunazungumzia average ya mayai kwa tray ina range. Inaweza kutegemea labda 8,000, 9,000, mara chache sana 10,000, lakini average ni 8,000. Sasa chukua 8,000 mara 6. Ni shilingi ngapi? 8 mara 6 ni ngapi? Nane mara 6 ni ngapi? 48 au? Haya. Kapata 48,000. Kuku amekula 46,800. Maana yake ana faida ya shilingi ngapi? 46,800. Ana faida ya shilingi 1,200. Kuku 300. Bwana, hivi mnanielewa kweli au? Natamani Instagram angekuwa na ile sehemu ya kubonyeza afu kiongea unasikika. Sijui ipo. Nimesikia jamani, ndio, mwalimu ndio. Ina maana huyu bwana amepata faida ya shilingi 1,200. Kwa sababu katumia 48,000 na 46,800. Ajizungumzia bodaboda. Lakini kapata 48,000 kamili. Sasa, kwa lugha nyepesi ni hivi. Watu wanaofanya kibiashara wanunue chakula. Kitendo cha watu wanaofanya kibiashara kuto kununua chakula ndio kinapelekea gharama za bidhaa zisiongezeke bei. Watu ambao wanafuga kibiashara wanatafuta mbinu, wanatafuta ujuzi wa kuandaa chakula wenyewe. Sasa kwa sababu wao ndio wana nguvu ya kutawala soko, ambaye anaweza kulalamika kwamba mbona mayai hayapandi bei, ni huyu hapa ambaye kwanza atafuta information, pili anafanya kitu kinaitwa ndio hivyo, anababaisha, maana amefika kuku 20, 30, 50, 100. Wapo ambao wanafuga kuku 300, 100 ngapi, wanapumulia mashine. Kwa ile concept ambayo nilikuwa nimefundisha kwenye kipindi kilichopita, wanahangaika lakini hawafahamu kitu ambacho sasa ndio jibu langu sasa. Unafikiri umeshanielewa? Kwenye ranks za biashara, hii biashara ambayo nimeitaja inaitwa production business. Kwenye production business kuna siri hapa.
huwezi ukajua nimepata faida gani kwa sababu gani. Naomba nirudie. Kwenye production business, hata ufanyaje, hata unifuatilie vipi, utakaa ujue napata faida kiasi gani. Kwa nini? Hautakiwi wewe ubadilishe bei ya product ya soko. Wewe inabidi uamue faida ya kupata kwenye ile bei unayouza. Yai litabaki 300 au 400. Wewe unachokitafuta sio uamue bei, yani useme ulazimishe bei iwe 600 ndio upate faida yako. No, pale pale kwenye kuuza 400 kuna mtu anapata faida shilingi 5, kuna mtu anapata faida shilingi 50, kuna mtu anapata faida shilingi 100, kuna mtu anapata faida shilingi 200 kwenye bei ile ile ya 400. Sasa watu wanaofanya kibiashara wana mbinu hii hapa. Ili uweze kupata faida kubwa, inabidi ucheze kwenye maeneo mawili. Sehemu ya kwanza, upunguze gharama za uzalishaji. Ili upunguze gharama za uzalishaji, inabidi utafute mbinu, utafute mikakati ya namna gani utalisha less. Pale unatengeneza faida yako mwenyewe. Sehemu ya pili, upunguze vifo. Ndio pale tunaporudi kwamba unafanya kibiashara, unatumia akili ya zamani, unatumia akili ya babu, unatumia akili ya mazoea, unategemea utawale soko wapi na wapi, hata siku moja. Hilo ndio jibu. Piga kichwa, tapa tapa, lalamika, juta, ujue tu kabisa watu wanao control soko hawanunuagi hicho chakula. Na kwa sababu hawanunui chakula, wale ndio wenye mchango wa kuamua bei ya soko. Sasa wewe utaendelea kulalamika, utaendelea kujuta, we sijui kimekwenda, kimerudi, sijui kilikwenda, lakini mwisho wa siku ni kwamba mapapa ndio wanaoamua bei ya soko. Wewe ufanyaje? Inabidi ujifunze mbinu za kupunguza gharama za chakula. Usipofanya hivyo, utakesha. Au utaka upate faida. Ndugu zangu, mimi nimemaliza somo langu la siku ya leo. Na mimi nimeenjoy, na mimi nimepata. Jambo ni moja tu la msingi. Uko serious, unataka tuende hatua kwa hatua, uingie kwenye machampion. Tuandike neno program. Tutashare na wewe utaratibu wa program zetu. Tutaona jinsi gani kukusaidia. Moja kati ya somo ambalo tuko very serious kwenye program ni kupunguza gharama za chakula. Very serious, kwa sababu bila hapo hamna mradi. Yaani bila hapo hamna chochote cha maana. Okay, masomo yanaendelea kama ambavyo tumekuwa tukishare mara kadhaa, na safari yetu bado mbichi. Leo ndio kwanza tuko siku ya 5, siku ya katikati. Kwanza tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa kibali, kwa kutupa nafasi ya kutuwezesha. Mungu amenipatia afya, amenipatia energy. Nina nguvu zaidi ya niliyoanza, na nina uhakika kwamba kwa sababu Mungu anataka tumtafute mtu mmoja hapa ambaye anakwenda kuwa champion, tutatoboa siku 10 bila kikwazo chochote na bila jambo lolote la kuzuia. Jambo moja la msingi, kama ni wewe unayetafutwa kwenye kuhakikisha unakuwa tajiri kwenye majira mapya, hakikisha unashikilia. Ngoja hapa siri moja. Kuna mtu hapa unaona kabisa wewe ndio unahusika kuhakikisha kwamba vitu vinatokea. Unakwepa. Endelea kukwepa, yatakukuta. Majira haya yanapotea. Yakishapotea utakuja kujuta. Huo ni ushauri wa bure. Energy ambayo Mungu amenipatia ya kuhakikisha siku 10 tunatoboa, sio kwa ajili ya kwangu, ni kwa ajili yako. Mimi sina shida. Ni kwa ajili yako. Kama ni kwa ajili yako, chukua hatua. Kama ni kwa ajili yako, chukua hatua. Tuingie majira mapya tukiwa washindi. Lazima ifike wakati tuchoke kuteseka. Tuchoke kula hasara zisizo na lazima. Jibane, jisqueeze, kwa sababu mafanikio yanahitaji kuna saa unajisacrifice. Unasema no, enough is enough. Kuanzia sasa nimeshafunga miaka yote kwa hasara, kwa mateso, kwa majuto. Hebu ngoja niamue sasa nianze kufanya serious. Ingia kwenye program. Fanya. Chukua hatua. Na hapa tunazungumzia program ya Kuku Uchumi kwenye issue ya kuku. Iko very straight. Haina shida yoyote. Unafuga kuku kuanzia 200. Naomba nikwambie kitu kimoja. Bora kama unafuga kuku chini ya 200. Hauna ndoto ya kufuga kuku kuanzia 200. Fuga hizo 5, 10, 12. Endelea kutumia elimu hii ya kawaida ambayo naongea hapa. Nenda Google, nenda YouTube utafuta. Kama unafuga kuku kuanzia 200, usiingie kwenye huo mradi kama hujapata program. Utakuja kunishukuru. Tuna mwanafunzi wetu mmoja anaitwa Edes. Yeye aliingiza kuku 200 kwa wiki moja. Baada ya miezi 3 akabaki kuku mmoja.
Mahesabu ya haraka. Kuku 200 kwa wiki moja anauza 3000. 3000 mara 200 600. Wamekaa miezi mitatu mpaka kuku mmoja. Ametumia mifuko sio chini ya 10. Mmeniambia hapa mfuko mmoja unauza 55,000 mpaka 60,000. Tujalie tu ni 50,000. 50 mara 10 ni 500,000. Jumlisha 600,000. Milioni 1,100,000. Hii ni akili au matope? Ina maana amepoteza milioni 1,100,000 ndani ya miezi mitatu. Hatujazungumzia gharama za chanjo, gharama za banda na kuendelea. Huyu anaweza kama poteza zaidi ya milioni 2 ndani ya miezi mitatu. Okay, Mungu ni Mungu na Mungu ni mwema. Siku moja akatusikia tukawa tunazungumzia mambo ya redioni, kukuchumi, akajoin kwenye program zetu. Akashangaa kuku ana biashara 20. Akashangaa kuna biashara ya mayai ya chakula, mayai ya uzalishaji. Akashangaa kuna majogoo. Akashangaa kuna tofauti ya chanjo na dawa. Mama wa watu akabadili yale mateso aliyokuwa nayo. Akaanza kuuza majogoo, akaanza kuuza mayai mpaka akafanikiwa kulipa ada ya mtoto wake ya chuo. Hivi kama unajua kuna mtu program imemsaidia kiasi hicho, kwa nini usiwaambie wengine? Energy ndio nayo ya kuongea na wewe ni kwa sababu na uhakika na kitu ambacho unafanya. Sio kwa sababu mimi nimetengeneza program, kwa sababu program imeshaprove na watu wamefanikiwa. Anyway, tuna offer ambayo inakaribia kuisha. Jambo la msingi ni moja tu. Andika neno program WhatsApp kwenye nambari ya 0761 kama uko serious na unataka kuingia miongoni mwa watu machampion ambao tutawasaidia kufanya vizuri kabla majira mapya hayajageuka. Rafiki yangu, jambo la msingi ni moja tu. Kama unatamani kuendelea kufuatia masomo, nenda YouTube Profitable Farm TZ, lakini safari yetu ya siku 10 inaendelea. Hakikisha pia kwenye Instagram yetu Profitable Farm, endelea kupata masomo ambayo tunafundisha. Lakini jambo la msingi, alika jirani yako mmoja asiteseke, ajoin kwenye program zetu. Mwalike, mwambie bwana, sikiliza hao jamaa, unaweza kuwaelewa. Huwezi kujua, anaweza kuwa ni champion ambaye anaweza kubadilisha Tanzania miaka michache ijayo. Nikutakia wakati mzuri na uwe na wakati mzuri. All the best.